kitu inaitwa courtesy. Inaitwa courtesy au courtesy. Na unajua mimi nimekuwa na mentor wengi sana. Si kimpira, kimaisha. Mentor wangu alikuwa ni Mamuda Basi. Akiwa bado goalkeeper wa Kenya. Na alikuwa nakaa na yeye sana. Kuna mambo aliniambia katika maisha yangu. Aliniambia there are 3 words that are very important. Number 1, I am sorry. Number 2, thank you. Alafu akaniambia number 3, I'm sorry, thank you na excuse me. Sasa unajua hapa hivi saa zingine naangalia saa zingine vile watu wana behave kwa matatu ama katika mambo ya usafiri. Kuna jamaa juzi ameingia matatu alafu amesimama. Sasa makanga huyu jamaa akamwambia kaambia makanga, mbona nimesimama, nafaa kukaa chini? Makanga unajua nao wana majibu. Akamwambia si hata Ruto alisimama ndio akapata kiti. Kwa hivyo wewe tulia kwanza. Sasa Japan kuna train ilichelewa only 35 seconds. 35 seconds peke yake. Do you know what happened wakati dereva alipofika pale? He went apologizing to each and every passenger. Kamwambia I am so sorry, nimechelewa. Alafu guess what? Kila passenger aliregeshewa fare yake because of the driver getting late for 35 seconds peke yake. Unajua Japan ina value punctuality, alafu respect. Lakini delays kwanza kwa country mingi ni normal. Kwa hivyo yani unapata kwamba nchi ambazo zimeendelea they take something so serious kwamba hivyo ndio kwa sababu unaona maendeleo yao yako. Lakini kuna watu wako too casual na maisha. Kwa hivyo nafikiri watu wanafaa kubadilisha hisia zao. Time is time. Japan na respect vitu vidogo kama hiyo mambo ya time. Na ukiangalia kama abiria tu for 35 seconds dereva na apologize kila passenger na akamrudishia fare yake pale. Ni kweli kabisa bwana Mle. Hapa nchini Kenya nayo mtu anachelewa na kuambia atakupatia shilingi 1000. You get the difference.